Nimekuona mazoezini. Vipi, hakuna wachezaji ambao wako kando kidogo wakisikilizia majeraha yao, hali ya timu kwa ujumla hapo kwa Mnyama inaendeleaje? Nilichokiona mazoezini, Mnyama amefanya mazoezi leo kama kwa dakika 90 hivi, lisali 1.5. Mazoezi yalikuwa ni mepesi, na wachezaji wote waliosafiri na timu nimewaona wakishiriki mazoezi. Kwa hiyo hakuna mchezaji hata mmoja ambaye kwa jicho la kutazama nimemwona akiwa yuko kando. Kikosi cha Simba kilikuwa kimekamilika, wachezaji wote waliosafiri na timu wote wameshiriki mazoezi ya leo jioni. Taarifa baadaye akiwemo Shea Malone Fondo, akiwemo Shea Malone. Sikumuona Shea Malone, manake naye amesafiri na timu. Sikumuona Shea Malone. Ndilo ambalo naweza nikasema. Kwa hiyo kama kuna taarifa ya mchezaji yoyote ambaye ana changamoto za kiafya, labda baadaye tukisikiliza daktari mkuu wa timu anaweza akatoa taarifa, lakini mimi nimekaunti wachezaji ambao wamesafiri na timu na kutoka hotelini kuja moja kwa moja mazoezini, kwa sababu mimi nilikuwa sehemu ya watu waliokuwa kwenye basi. Wachezaji wote waliokuwa kwenye basi walikuwa kwenye mazoezi, wote wameshuka na wote wameweza kutrain jioni ya leo. Na labda kidogo gusia kuhusu wenyeji wenu hapo Durban, sio nyumbani kwao. Vipi, kuna maneno gani kuhusu wenyeji wenu Stellenbosch? Stellenbosch wanaonekana wana makao yao makuu yako Cape Town, na kama ambavyo wewe unafahamu utamaduni wa kimichezo wa hii nchi ya Afrika ya Kusini, ukitoa mbali mchezo wa mpira wa miguu wa national team, michezo mingine yote iliyobakia wazungu ni kama wameitawala vya kutosha, na wao wamekuwa na ushiriki mkubwa sana. Sasa Stellenbosch Cape Town, uwanja wao wa nyumbani utaenda kutumika kwenye michezo ya rugby kwa sana ambayo inapatikana Cape Town. Kwa hiyo kwa sababu hizo wao wameamua kusogea kwenye uwanja ndio utakaotumika kwenye mchezo wao dhidi ya Mnyama Simba. Kwa hiyo na wao ni kama wageni wa hapa Durban, na bado hawajafika mpaka hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo inazungumza fika hapa Durban, wanaweza wakafika kesho na wao kuweza kujiandaa na mchezo huo. Kwa hiyo kwa lugha rahisi unaweza ukasema ni kama mechi nao wakutanisha wageni wawili kwenye mji huu wa Durban. Labda wao watanufaika zaidi na hali ya hewa. Sidhani kama ni hali ya hewa ambayo inaweza ikaleta madhara kwa mtu yoyote, kwa sababu wao wanatoka Cape Town. Yes, hali ya hewa ya Cape Town ina ubaridi mkubwa, lakini hali ya hewa iliyopo hapa sio hali ya hewa ambayo inaweza kumsumbua pia mtu ambaye anatoka ndani ya jiji la Dar es Salaam, unless kuna sababu nyingine. Lakini mchango wa hali ya hewa kwenye kumnufaisha mmoja na kumwathiri mtu mwingine, sioni kama inaweza ikawa na madhara yoyote. Atakayekuwa ameandaa timu sawasawa ya kwenda kupambana atakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kushinda. Labda wao wanaweza wakateka advantage pia ya uwenyeji waliokuwa nao. Sio timu kubwa, lakini hapa Durban ni mji ambao una timu moja tu inayoshiriki PSL, ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo kuna kiu ile ya kutaka kuona timu ya mpira, kwa sababu Durban pia ni moja inakamata kama nafasi ya pili kwa kuwa na kundi kubwa pia la watu, kwa maana ya population kwenye majiji ya hapa Afrika Kusini. Kwa hiyo kipo kisehemu cha watu ambao wanapenda mchezo wa soka, na kwa sababu hawana timu nyingi za ligi kuu, kwa hiyo wanaweza wakawa na kiu hiyo ya kutaka kuona huu mchezo. Ingawa timu zetu hizi za kutoka nyumbani Simba na Yanga wanaposafiri, na hasa kwenye nchi hizi zilizopo karibu na Tanzania kwa kiasi kikubwa sana, kuna namna ambavyo wanacheza kama wako uwanja wa nyumbani. Hawatakuwa na mashabiki wao kama wanapocheza kwa Mkapa na Amani Complex, lakini bila shaka yoyote kwa watu ambao nimewaona jana wakija kuipokea Simba, kama wote watamiminika na kuzidi hapo, Simba atapata pia faida ya kupata watu ambao watakuwa na